nyakati mbalimbali zinapopita, ukizitumia sawa sawa, utapata ushindi katikati ya maisha yako. Kama ambavyo nyakati toka tunazaliwa tunakuwa, ukitumia sawa sawa muda wa utoto mpaka miaka 24, utajikuta umejiandaa vizuri kwa maisha miaka zaidi ya 24, kwa sababu umetumia sawa sawa ule wakati ambao wazazi wako wanawekeza kwako, umeutumia sawa sawa. Ukitumia sawa sawa muda wa kusoma shuleni, utapata matokeo ya kufaulu, utafurahia hayo matokeo. Kumbe tumia nyakati vizuri. Tuko katika wakati ambao tunaendea kumaliza mwaka. Tuko katika wakati ambao tunaendea kufurahia Christmas. Sasa mimi nataka niendelee kukutia moyo kwamba wakati huu tunapoiendea Christmas, habari ya Christmas ni habari ambayo tunaifurahia sisi wa Tanzania tuliobarikiwa. Tunaifurahia habari ya Christmas sisi wote wa dini zote kwa pamoja. Habari ya Christmas inamaanisha tunaye mzungumzia anaitwa mfalme wa amani. Tunaye mzungumzia, wale wenzetu Waislamu wamemwita Nabii Isa bin Maryam, sisi tumemwita Yesu Kristo. Anaitwa mfalme wa amani, ni Mungu mwenye nguvu. Kipindi hiki tunapoiendea Christmas, wewe unapotafakari kwenye kichwa chako, unaona watu wanaenda Kariakoo wananunua nguo, wanafanya kile, aidha na wewe unafanya maandalizi au ufanyi, naomba nikutie moyo. Je, kwenye mahusiano yako ni maeneo gani ambayo umekuwa unayapitia, ambayo yamekuwa unayaona sivyo unavyotamani kuyaona? Unatamani muishi kwa furaha na amani pamoja na watoto wako na familia yako. Unaona mambo ni magumu, hayaendi hivyo. Ni maeneo gani? Je, ni hayo? Je, ni maeneo ya uchumi? Pengine wakati mwingine maeneo ya uchumi yanaweza kufikia mahali yanaathiri, yanaleta mkanganyiko hata kwenye mahusiano. Je, ni maeneo gani? Hayo maeneo unayoyapitia kwa ugumu, mimi naomba kipindi hiki, tumia kipindi hiki sawa sawa. Kama ambavyo nimesema, mwanafunzi akitumia kipindi sawa sawa cha kusoma, anaenda anafaulu, matokeo anayafurahia. Mzazi akitumia sawa sawa wakati wa kuwa mjamzito na kulea mimba vizuri, atapata mtoto vizuri, atamfurahia. Lakini akiwa hali vizuri, anaweza kupata mtoto mdogo mno akalazwa hospitali mwezi mzima. Hebu tumia huu wakati. Anayekuja anaitwa mfalme wa amani, ni Mungu mwenye nguvu. Isaya sura ya 9 ule mstari wa 6. Kumbe pale wewe ulipokuwa umeshindwa, anayekuja ni mfalme wa amani, ni Mungu mwenye nguvu. Pale wewe ambapo wote tumekuwa natamani kwa kweli kwenye mahusiano yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye familia yangu tuishi kwa furaha na amani, huyu anayekuja ni mfalme wa amani. Tunajua jinsi ambavyo mfalme ana mamlaka kubwa. Huyu anayekuja ana mamlaka kubwa. Biblia inasema mamlaka, enzi na mamlaka ziko mabegani mwake. Ana mamlaka kubwa. Anaweza kukusaidia. Ni mfalme wa amani, ni Mungu mwenye nguvu. Hebu chukua hatua. Unajua unapochukua hatua ndani ya moyo wako, vitu vyote huwa vinaanzia rohoni, mpendwa wangu. Ukishachukua hatua ndani ya moyo wako, wewe fanya tu maamuzi kwamba mimi nimekusudia kufanyia kazi hii ndoa, nimekusudia tuweze kuishi kwa furaha na amani. Ukikusudia kwa kumaanisha rohoni, huwa inaathiri mazingira yote. Yanatengenezeka mazingira ambayo yanaruhusu kuweza hiyo amani kukaa ndani ya nyumba yako. Mara kadhaa nimeshazungumzwa hasa na wanawake wenzangu ambao wamepitia changamoto kwenye mahusiano. Mara tu anapofanya maamuzi kwamba kwa kweli nimekusudia tuweze kupatana, huwa anajikuta ghafla mume wake anamwita na kumkalisha chini wazungumze, hata kama yeye hajaanza kusema. Kumbe yale mazingira unayotengeneza rohoni tayari huwa yanatokea kwa namna fulani, yanatengeneza mazingira ya nje yafanane na kile ulichobeba rohoni mwako. Ndio mimi nasemaga, wakati mwingine ndani ya mioyo yetu tumebeba chuki, tumebeba hasira, tumebeba uchungu, tumebeba hali ambayo ni kana kwamba tumekata tamaa kabisa, hatuoni nini kinaweza kwenda. Tukibeba hiyo hali ndani alafu tunatarajia nje amani itatokea, inakuwa sio kweli, kwa sababu mambo yanaanzia rohoni. Hebu chukua kipindi hiki, tumia kipindi hiki vizuri, jiandae kwa kuamua kwamba ninataka kutengeneza, na Mungu anamtafuta mtu. Ezekieli 22:30, Mungu anamtafuta mtu. Wewe mmoja ukishafanya maandalizi ndani ya moyo wako kwamba ninataka tuishi kwa furaha na amani ndani ya hii nyumba, nimekusudia hivyo na Mungu unisaidie, tayari yale mazingira utakuta anaanza kufungua milango. Kipindi cha matengenezo. Usiende kipindi hiki ndugu yangu mpaka kafika Krismasi watu wakasherekea na wewe kwenye ndoa yako pako vile vile. Usiende, fanya maamuzi kwenye moyo wako na Mungu yupo kukusaidia. Na mimi nipo kukutia moyo. Fanya maamuzi kwenye moyo wako kwamba anayekuja ni mfalme wa amani, ni Mungu mwenye nguvu.
kwamba yale ambayo mimi nilikuwa nimeshindwa yatawezekana katika kipindi hiki. Iko namna Mungu atanisaidia, yatawezekana. Kama ambavyo tulikuwa tunasoma, wakati mwingine una mtihani mbele mzito, form 4, form 6, uko unafanya degree, uko unafanya darasa la 7, ngazi yoyote ile. Wakati unasoma, wakati mwingine unaona ninashindwa, unaona mambo ni mengi, lakini unapoendelea kuweka bidii, unakuta kuna namna mazingira yanatengenezeka na Mungu anaweza kukusaidia ukakuta umevuka salama. Mimi nataka nikutie moyo, utavuka salama kipindi hiki. Utavuka salama kipindi hiki. Hiyo ndoa ambayo ulikuwa unaiona inakukatisha tamaa itakwenda kutengamaa. Mfalme wa amani na Mungu mwenye nguvu yuko tayari kukusaidia. Yupo anakuja kukusaidia. Yupo anakuja, tunamtarajia. Yupo anakuja. Chukua hatua ili utumie nafasi hii ya nyakati vizuri. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.